Na ushirikina wasababisha vifo vya watu 45. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Jeshi la Polisi makao makuu ya polisi Dodoma, kitengo cha kamisheni ya polisi jamii dawati la ushirikishwaji Tanzania, zinaeleza watu wapatao 45 wamepoteza maisha yao, huku chanzo kikidaiwa kuhusishwa na imani za kishirikina. Hayo yameelezwa na kamishna msaidizi wa polisi makao makuu ya polisi Dodoma, kitengo cha kamisheni ya polisi jamii Elistant Ulomi, wakati alipokuwa akitoa mafunzo ya elimu ya polisi jamii pamoja na makampuni ya ulinzi mjini Geita, lengo likiwa ni kudhibiti uhalifu kwenye maeneo ambao mafunzo hayo yameratibiwa na mgodi wa dhahabu wa GGML kwa kipindi cha siku 14. Takwimu za toka mwaka 2021 hadi 2024 zinaonyesha kwamba takriban watu 45 wamepoteza maisha yao kwa ajili ya vyanzo vile vya vifo vyao vikiwa vinaonekana kwamba vimetokana na imani au mauaji hayo yametokana na imani potofu za ushirikina. Kamishna msaidizi wa polisi makao makuu Dodoma Elistant Ulomi. Aidha, Ulomi amesema imani za kishirikina zimekuwa zikichochewa na umaskini pamoja na elimu ambayo inasema elimu waliotoa inakwenda kuisaidia jamii kuepukana na madhila hayo, ambao wao wamekuwa mstari wa mbele kupinga mauaji ambayo yamekuwa yakisababishwa na imani za kishirikina. Taarifa kutoka Geita. Hatimaye, kwa mujibu wa taarifa kutoka Jeshi la Polisi makao makuu ya polisi Dodoma, kitengo cha kamisheni ya polisi jamii dawati la ushirikishwaji Tanzania, zinaeleza watu wapatao 45 wamepoteza maisha, huku chanzo kikidaiwa kuhusishwa na imani za kishirikina.